kinasema Mungu anatafuta mtu. Tuko kipengele kinasema kwa nini Mungu anatafuta mtu. Tunasema anatafuta mtu ili apate kuokoa. Angalia, wana wa Israeli wako utumwani Misri kwa muda wa miaka 400. Hapa tunaposoma ni mwaka wa 430 sasa. Sawa? Yaani kuna watu, wana wa Israeli wametoka kwa amani Kanaani, wamekwenda Misri kwa sababu ya njaa. Walipofika Misri kwa sababu ya njaa, Biblia inasema wamekaa kwa muda wa miaka 400. Miaka 430. Baada ya miaka 430, kuna mtu hapa anazaliwa anaitwa Musa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu anazaliwa, jina lake anapewa, anakuja kuitwa Musa. Unakumbuka historia ya Musa? Sawa? Unakumbuka historia nani? Ya Musa. Musa anapozaliwa, Biblia inatufundisha kitu gani? Katikati ya msimu ambao Farao amechagua kuua watoto wa kiume. Msimu ambao Farao amesema kuanzia sasa watoto wa kiume wafe wa Israeli, kwa sababu wakiendelea kuongezeka, kuna siku moja vita itainuka, hao watu watapigana na sisi. Kwa hiyo tufanyeje? Tuwe wazaliwa wa kiume. Ule mpango ulipofanyika, Biblia inasema katikati akazaliwa Musa. Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu. Miezi mitatu hawezi kufichwa tena. Wakamchukua wakamweka kwenye kisafina, wakaenda wakamweka mtoni. Dada yake Musa, Miriam, akakaa pembeni anatazama. Binti Farao akawa anashuka kuoga. Ghafla Musa analia kwenye kisafina. Yule binti akatoka akasema hivi, nikuitie mama yake, mama mmoja wa Israeli akunyonyeshe mtoto. Akaenda akamwita mama yake Musa. Sawa? Biblia inasema hivi, akachukuliwa Musa akaenda kulelewa kwa Farao. Kufundisha Mungu anatafuta nani? Mtu. Miaka 430 karibia. Bado sasa ninaposema pale Musa anapozaliwa bado. Sawa? Ila 400 imefika. Sasa 400 imefika, wana wa Israeli sasa ni watumwa. Walienda kama waheshimiwa, walienda kama watu wa heshima. Wakati wanapokelewa pale, walipokelewa kwa heshima, wakapewa nchi ya Gosheni na baba yao Yakobo. Biblia inasema baadaye wakageuka kuwa watumwa, wakaanza kujenga mapiramidi. Mmejifunza piramidi, mnakumbuka? Wakaona fiatua matofali, kazi za utumwa. Ghafla wakaanza kuumia, wakaanza kulia. Wakati wanaumia, wakati wanalia, Mungu akatafuta mtu ambaye akamtumia, akakosa. Jina la Bwana libarikiwe. Katikati ya mateso, katikati ya maumivu, Mungu anasema sasa nani atawaokoa? Yaani Mungu yuko kwenye kiti cha enzi, anatazama, anaona hawa watu wana shida, hawa watu wana matatizo, lakini inabidi nipate mtu ili akawatoe. Kwa akili za kawaida usipojifunza, unahisi tu hivi, kwa sababu wanalia, Mungu anawatoa kwenye kilio chao. Sasa lakini Biblia inasema alipohurumia akaanza kutafuta mtu. Alipokosa mtu, Mungu akasema sasa azaliwe Musa. Ili weje sasa? Atazaliwa Musa ili aokoe wana wa Israeli. Ghafla Musa akazaliwa. Musa anapozaliwa, anazaliwa kama watoto wengine. Walai kupiga radi siku Musa alipozaliwa. Sasa wala hatuoni historia, tunaona tu wakati ule mtu mmoja anaitwa Abraham akaenda akamchumbia Yokebedi. Yokebedi wale ni Walawi, wakazaa mtoto, wakampa jina. Biblia inasema jina gani? Sawa? Baada ya miezi mitatu jina la Musa alipewa na nani? Na binti Farao. Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema baadaye sasa Farao, Musa akalelewa kwa Farao miaka 30. Analelewa kwa Farao. Kwa nini analelewa kwa Farao? Kwa sababu Mungu anamwandaa Musa ili aje kuokoa wana wa Israeli. Kuna kitu Mungu anafanya cha kwamba kiko hivi, mazingira rahisi. Anasema hivi, kuna gharama. Tukitaka tumtoe mtu ambaye hajawahi kufika Santa Grey, tukasema tunaenda kushuhudia. Kuna mabweni hapa ndani? Kuna mabweni? Tunatoa mtu kutoka huko Tempe, tunaenda kushuhudia wapi? Santa Grey. Akifika Santa Grey hajui mabweni ya wanawake yako wapi, hajui mabweni ya wanaume yako wapi. Utashangaa tu ameingia administration, kama hajaandika neno administration pale ameingia, ila amesema anaenda kushuhudia kina nani? Wanafunzi. Sawa?
Utashangaa tu kaingia kwenye mabweni ya wanawake wakati alijua anaenda kwa nani? Kwa wanaume. Tukipata mtu Santa Grey anajua hapa ni kwa mabinti, hapa ni kwa wavulana, hapa ni kwa stafu, hapa ni mara fulani. Mungu akaamua kumfanya Musa akalelewe kwa Farao ili siku ya kumrudisha au anajua Farao mchana huwa anakaa wapi. Akimwambia nenda, hajue nitapitia mlango wa huku, sio afike getini aanze kuuliza naenda kwa Farao. Anaanza kumuuliza wewe ni nani? Hairuhusiwi kumuona Farao. Sawa? Bwana asifiwe. Akiingia mtu mgeni Santa Grey pale getini, anaanza kuuliza samani, tunauliza mabweni au Farao, wewe ni nani? Mimi ni mwanachuo, nimetoka Musi. Una kibali cha kuja hapa? Sina kibali. Haya, rudi. Akiingia mtu wa Santa Grey anapita tu Zaleo salama. Anajua anakoenda. Wewe ukijaribu kuigiza vile, ukipita ukifika sehemu unasali. Niende kushoto, niende kulia. Mlinzi anakuambia cho. Unaenda wapi wewe? Wewe ni nani kwanza? Mungu akaanza kuandaa mazingira. Angalia zamu inapoanza Mungu kutafuta mtu, si tu kwamba Mungu atakutumbukiza tu tafanya. Aise, Mungu anaandaa mazingira kwanza. Sasa anataka akutumie kuokoa wenzako, anakuandalia mazingira. Ndio maana kwanza kabisa ukiwa Mpanda, kwanza kabisa ukiwa Morogoro, kwanza kabisa ukiwa mahali ulikotoka ukaja hapa, Mungu alisema hivi, ngoja niandae mpango halisi. Huyu mtu aende wapi? Santa Grey. Amen. Amina. Ngoja niandae mkakati maalum. Huyu mtu akifika Teku, huyu mtu akifika Mbeya, nitamkutanisha na watu zaidi wa kumfundisha, kwa sababu lengo la kuzaliwa kwake ana kazi ya kuokoa ndugu zake. Kuna watu nyumbani kwenu wanakufa kabla ya wakati wao. Sawa? Binti mmoja akanifuata siku moja, anasema mtumishi, yani mimi nataka kufa. Nikamwambia umejua ndio nataka kufa? Namuona hata umejuaje? Anasema kwetu tumezaliwa 7, tunakufa tu. Yaani anaanza yule wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Sasa watatu wameshakufa, nafuata mimi ndo wanne sasa. Alafu watu wanaugua kichwa, wakilia kichwa, haipiti siku 3 anakufa. Sema kakaangu amekufa mwezi uliopita, alikuwa mwalimu wa shule ya sekondari, amelalamika kichwa siku moja, ya pili wanakimbiza hospitali amekufa. Kwa hiyo nafuatia mimi. Kuna familia watu wanakufa kabla ya nyakati zao. Kuna familia watu hawasomi, ukijaribu kusoma vinashindikana. Kuna familia watu wakipata kazi huwa hawafanyi maendeleo. Sawa? Yaani ukiweza ukavuka kikwazo cha elimu, mbele kuna mtego usipate kazi. Kuna familia waolewani. Kuna familia waoaji. Katikati ile familia Mungu anasema hivi, sasa anatakiwa azaliwe mwokozi wa familia. Anatakiwa azaliwe mtu ambaye atasimama kwenye hiki chuo, atasimama kwenye hili kanisa, atasimama kwenye hili taifa la Tanzania, atasimama kwenye bara la Afrika, lakini lazima aandaliwe. Na kwa sababu ana kazi ya kusimama Afrika, kuna wakati fulani tutampeleka Ulaya, lakini lengo sio kwamba akae Ulaya, anaenda kuandaliwa alafu baadaye atarudi Afrika. Bwana asifiwe. Amen. Musa akakaa miaka 30 kwa Farao. Miaka 30 anajifunza lugha ya Kimisri. Miaka 30 anajifunza mila na desturi, lakini usisahau Musa alipata neema ya kulelewa na mama yake. Sawa? Yaani kuna wakati fulani hivi ukikosa malezi sahihi utapitilizia usikosa sahihi. Sawa? Musa alipata neema ya kulelewa na mamake. Kakiwa katoto kadogo, anasema wao mtoto, wao nyamaza, anakachekelea. Kalipopata ufahamu akaanza kumwambia wewe sio Misri. Sawa? Uko hapa kwa Farao, wewe wala sio mtoto wa Farao. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na wewe ni Mwisraeli. Mwanangu, tulikuja hivi. Mama analea mtoto, anaitwa Yokebedi yule mama. Biblia inasema Musa alipofikisha miaka 30 akaazimu kwenda kuwatazama ndugu zake. Umewahi kusoma? Akaenda akakuta Misri mmoja anampiga Mwisraeli, akamuua, akamfukia kwenye mchanga. Alishajua mimi sio nani? Misri.
Kuna watu wameokoka, wako duniani, hawajajua ya kwamba wana mission maalum. Sasa wanataka wapotelee duniani. Sawa? Kuna mtu ameletwa St. Agri, ana mission maalum. Yaani kuna specific task unayo. Mungu anataka akushepu, ukimaliza tu chuo ukafanya hiyo kazi. Ila unaweza ukapotelea kwenye elimu unayosoma sasa. Ile task maalum hautaifanya. Sawa? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Na usipokuwa makini utamaliza chuo na utaenda kujiunga na ndugu zako ambao hawapatagi kazi. Na utajoin. Na utajiunga na ndugu zako na wewe utafikisha miaka 35 unasema bado mmoja tu na mimi nifi. Sababu anakufaga na miaka 36. Ndio historia ya kweli. Sio? Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amen. Biblia inasema hivi, Musa alipata malezi, maandalizi. Huyu ni Mwokozi, amezaliwa ili akawatoe ndugu zake. Alipozaliwa ili akawatoe, Biblia inasema hivi, Musa amelelewa vizuri, ameandaliwa vizuri. Siku ya pili anaenda kuamlia ndugu zake wenyewe. Akakuta Myahudi na Myahudi wanafanya nini? Wanapigana. Akamwambia, ndugu, msigombane. Yule jamaa mmoja akamwambia, wewe nani alikufanya wewe maamuzi kati yetu? Unataka uniue mimi kama ulivyomuua yule Misri? Ikaonekana kumbe habari zimesambaa. Biblia inasema Musa akakimbilia Midian, akaenda kujificha. Akatoroka kutoka wapi? Misri. Alipotoka Misri akaenda Midian, akawa mchungaji. Kwa hiyo kunapotoka asubuhi anaenda kuchunga, anarudi jioni. Kunapotoka asubuhi anaenda kuchunga, anarudi jioni. Mungu anasema hivi, nataka muda na wewe. Sasa katikati ya maandalizi ya ukombozi, katikati ya maandalizi, hauwezi tu kutoka hapa kifua mbele unasema nilikwenda chuo, nimeokoka huko, nimejiunga na kazi, sasa nimekuja kukomboa familia. Watakukomboa wewe mwenyewe, nikwambie kweli. Sawa? Usione kurupuka, unatoka tunaenda kwa baba, wanaabudiaga miungu hapa, unaenda kusimama kifua mbele pale. Kuanzia leo haifanyi kazi, utafia hapo. Na watatupa habari wenzako. Alikuwa kwenye mti wa babu pale. Alikuwa anasema ukauke. Umejifunza kukausha miti? Unajifunza bado. Wewe unataka tu amkie kukausha. Bwana asifiwe. Mungu anataka muda na nani? Na wapi? Porini. Nataka muda na wewe. Musa akawa anaenda, anarudi, anaenda, anarudi. Ilipofika zao, Musa siku moja akakutana na kichaka kinawaka moto akiishi. Unajua alijuaje Musa? Haikuwa siku moja. Sawa? Kama wewe ni mchungaji, kukuta moto unawaka ni jambo la kawaida. Mimi nimechunga mbuzi, nimechunga na kondoo. Kule tulikuwa tunaiba mahindi ya watu kule, tunachoma. Tunawasha moto, tunachoma. Tulikuwa tunaiba, sio kwetu, sawa? Huko tunapochunga. Tulivyokuwa tunaiba mahindi tunachoma, unaacha moto unawaka. Kwa hiyo Musa kuona moto halikuwa jambo geni. Sasa ila kilichomsurprise Musa, siku ya kwanza alipita akaona kichaka kinawaka. Akisha tu, haina shida, wao vinawaka hivyo. Akaenda. Kesho anapita tena pale. Kinawaka. Haina shida, wao vinawaka hivyo. Jioni anarudi, kinawaka. Baada ya muda, Biblia inasema Musa akasema, nitageuka nione maono haya. Maana yake ni nini? Kuna vitu unafundishwa havitakusaidia mpaka utakapozingatia kwenye moyo wako. Mpaka utakaposema kuanzia sasa ninataka nisimame kwenye zamu yangu. Sawa? Kwamba utakuja walimu wa semina wazuri kiasi gani, utakuwa unachungwa na mchungaji mzuri kiasi gani, utakuwa una nafasi kubwa kiasi gani, haitakuvusha kwenye zamu yako. Lazima ufike sehemu uzingatie kwenye moyo wako. Useme kuanzia sasa nataka kuokoa ndugu zangu. Musa akasema nitageuka niyaona haya maono. Alipogeuka Mungu akasema naye, akasema Musa, mimi ni Mungu wa baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni Mungu wa baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sasa swali linakuja. Musa wala kumuuliza Ibrahimu ni nani? Isaka ni nani? Yakobo ni nani? Hakuuliza kwa sababu mama yake Musa alishamfundisha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu kwa sababu hawajajifunza, hata wakiitwa kumtumikia Mungu hawaelewagi la kufanya. Unamkumbuka Samuel? Unakumbuka? Samueli akaenda kwa Eli. Eli anasema sijakuita mwanangu, nenda karani. Mungu anamuita tena Samueli, akarudi tena kwa Eli. Mara ya tatu Eli akasema
huyu mtoto atakuwa anaitwa. Sasa sikiliza mwanangu, ukisikia tena awamu hii, sema hivi, sema Bwana mtumishi wako anasikia. Sawa? Samueli hakujua. Alafu bahati mbaya Samueli alikuwa anaishi kanisani. Samueli ndo alikuwa anafungua milango ya kanisa. Alafu hakujua kama anaitwa na Mungu. Kwa kwamba umezaliwa kanisani, umelelewa kanisani, umekulia kanisani, haitoi garantii ya kwamba unamjua Mungu. Lazima ufike nafasi, ukae chini useme nataka kujifunza. Sawa? Yaani miongoni mwa watu ambao wana riski ya kupoteza moja kwa moja ni watu ambao wamekaa kanisani miaka mingi. Kama upo Yesu akusaidie. Wana riski kubwa sana kwa sababu wanahisi wanajua kila kitu, alafu hawajui chochote. Umewahi kuona mtu anahisi anajua kila kitu alafu hajui chochote? Anajua hapana mlango, lakini pana nini? Mlango. Yeye anajua hivi, yani kusema tumeokoka ni kujiunga na Pentekoste. Aha. Nyote na Pentekoste. Mbarikiwe sana. Yaani kusema kwamba mimi nimeokoka, mimi nina miaka 7 kanisani, baba yangu ni askofu, mama yangu ni mama askofu. Hamna. Unaweza ukawa hivyo alafu hujaokoka bado. Sawa? Biblia inajifunza, anasema hivi, Musa alipofika pale, Mungu anamwambia mimi ni Mungu wa baba zako Ibrahim, Isaka na Yakobo. Biblia inasema akaficha uso wake asiangalie. Kama nimesikia kilio cha watu wangu Israeli kule Misri, nami nimeshuka ili niwaokoe. Sasa wewe umeshuka ili waokoe. Wale jamaa wako Misri, mimi niko Midian. Umekuja kufuata nini huko Midian? Mungu jamani, Musa hakuuliza hili swali. Ananiambia umesikia kilio chao? Umekosea. Hapa ni Midian. Nenda kule Misri. Si umesema watu wako Misri? Nenda kule. Sasa Bwana asifiwe. Amina. Mtu yuko Midian, Mungu anaenda kumtafuta ili aende wapi? Misri. Maana haijalishi uko sehemu gani, yani hapa panaweza pakawa ni channel ya Mungu kukuandaa. Baada ya hapa urudi mkoani kwenu ukafanye kusudi la Mungu. Yani unakuja Santa Grey, unakuja Mbeya, unakuja Tanzania, lakini kusudi la Mungu anataka ukaokoe ndugu zako Ulaya. Yesu asifiwe. Amina. Mpaka pale ambapo utaelewa ya kwamba bila mwanadamu Mungu afanye kitu. Mpaka utakapoelewa, ndio siku moja utasimama kwenye familia yenu utasema hivi, kuanzia leo magonjwa ya kurithi mwisho. Mpaka utakapoelewa. Sawa? Mpaka utakapoelewa ndio unaweza ukafika sana ukachora mstari ukasema hivi, kuanzia leo laana za ukoo zimeishia huko. Kuanzia leo natengeneza kizazi kipya. Baba yangu alikuwa chifu, mama yangu alikuwa mchawi maarufu, lakini kuanzia sasa mimi nitakuwa mama mchungaji. Mume wangu atakuwa mchungaji. Amina. Bwana asifiwe. Watoto wangu watasema tena baba yetu, mama yetu alikuwa mganga. Watasema mama yetu ni mchungaji. Watasema baba yetu ni mwinjilisti. Watasema babu alikuwa mwombaji. Amen. Tunataka kubadilisha historia. Yaani kama ulitokea familia mbaya, tunataka kutengeneza familia nzuri. Kama ulitokea familia wa wasomi, wewe wa kwanza kusoma. Sawa? Ili useme hivi, kwa mara ya kwanza kabisa, huyu hapa kwanza akafika chuo kikuu. Sawa? Biblia inasema Mungu anamfuata Musa wapi? Midian. Alafu anasema nimesikia kilio cha watu wangu Misri. Nimeshuka ili niwaokoe. Sasa nitakutuma. Musa anauliza swali kama ile unalouliza wewe. Mimi ni nani mpaka niende Misri? Sawa? Mimi ni nani? Ukiota ndoto, umesimama mbele ya maelfu ya watu, uone mwisho wake. Ukishtuka unajiuliza swali, mimi ni nani? Sawa? Nikisimama nafundisha hapa, unasema hivi, nafundisha nasema ni wewe ambaye Mungu amekukusudia ukaokoe ndugu zako. Unajiuliza swali, mimi ni nani? Ni wewe ambaye siku moja nikiwa form 3, siku moja second master aliniita. Nisema jana nimeokoka form 2. Sawa? Form 3 nilikuwa makamu mwenyekiti wa Kaswete. Second master akaniita ofisini. Nilikuwa sipendi kufahamiana na walimu. Sijui alinijuaje mpaka akaniita. Nimefika pale nina hofu. Kwa nini ameniita? Kuna shida gani? Akaniambia hivi,
amani ya hii shule inawategemea ninyi. Kukitokea vurugu hapa, nafukuza warokole wote. Nenda kaambia wenzako hivi. Nikaisi kuna jambo lingine atasema. Tayari nimemaliza neno. Anaelewa sawa? Je, wewe unaelewa? Akija mtu akasema amani ya Santa Grey iko mikononi mwetu sisi hapa, unaelewa? Akija usiku Mungu malaika akanitokea akasema Tanzania iko mikononi mwako, naelewa. Naanza kusema mimi ni nani hata uniambie Tanzania iko mikononi mwangu? Si Musa alisema hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema bila shaka itakuwa pamoja na wewe. Maana Mungu hatafuti mtu wa kumtelekeza, anatafuta mtu wa kwenda naye. Andika hivi. Mungu hatafuti mtu alafu akikupata akakudampa huko. Sawa? Anatafuta mtu ambaye akimpata anasema sasa nimepata mtu, twende wote. Sawa? Sasa hivi tufunge, Mungu anaenda na wewe kwenye mambo ya kufunga. Sasa hivi twende kwenye mkesha, Mungu anaenda pamoja na wewe. Sasa hivi twende tukashuhudie, anaenda pamoja na wewe. Anatafuta mtu wa kwenda naye. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakumbuka mazungumzo yote ya Musa? Baadaye Musa akafanya alipoenda aliwaokoa Israeli au hakuwaokoa? Mtu mmoja anaitwa Musa. Sasa alipopata maandalizi sahihi alifanikisha. Jamani, yani katika uchumi, yani Musa alijitetea, baadaye Mungu akasema hivi, basi ndugu yako Haruni atakuwa msemaji. Sasa kwa nini Mungu hakuopti kwamba unaonekana una visingizio vingi, wewe kaa pembeni, sasa namtumia ndugu yako Haruni? Alisema utakuwa kama Mungu kwa nani? Kwa Haruni. Alafu Haruni atakuwa msemaji wako. Katika uchumi ile inakata. Sasa badala kwa ajili Musa peke yake, Mungu akaajiri na nani? Na Haruni. Hawa wawili. Sawa? Na unaona madhara ya kuajiri na Haruni. Musa alipochelewa mlimani, Haruni akatengeneza ndama. Mnakumbuka? Sasa lakini kwa nini Mungu alimng'ang'ania Musa? Kwa sababu Musa aliandaliwa. Aise, Mungu akishakuandaa atakuganda wewe. Mungu akimaliza kukuandaa, siku moja mkibahatika kukutana na Yona, mmuulize Yona kwamba Yona, wewe kwa nini Mungu alikung'ang'ania? Yaani wewe umekimbilia Tarshishi, Mungu kabisa, yaani gharika wakakutupa kwenye maji, Mungu aachi ufe, akakuficha kwenye tumbo la samaki siku 3 paka Yona alipotubu, alafu kufunga na kufungua, Mungu akamtapika wapi? Ile nyangumi akamtapika ni nani? Aise, Mungu akiwa na haja na wewe bwana, unaweza kujikuta una apply vyote unakosa, ghafla unapata Santa Grey. Sasa nilikuwa sipendi kuja Santa Grey, nilikuwa napenda Teku. Mungu anataka ukaandaliwe wapi? Santa Grey. Sasa mimi nilikuwa sipendi kuja Mbeya, Mungu anataka ukaandaliwe wapi? Mbeya. Mungu anafanya mazingira akimaliza. Sasa angalia anapotaka uende, anakuandaa. Ndio maana watu wa Mungu anawaza semina za namna hii. Ndio maana watu wa Mungu anawaza makongamano ya maombi na maombezi. Lengo lake ni nini? Sio taratibu za kidini hizi. Sasa yaani ufike mahali fulani ujue hii semina sio mpangilio wa dini. Ujue ya kwamba kwenda kanisani Jumapili, Jumatano na Ijumaa sio mpangilio wa kidini, ni mkakati wa maandalizi ya mtu ili akaokoe ndugu zake. Utakapoelewa hivyo. Kama hujaelewa bado utapata shida. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa akawatoa, akawapeleka. Sawa. Aliwafikisha karibia kabisa Kanaani. Yoshua akawafikisha. Yaani Musa alipokufa bado Mungu aseme hivi, hata hapa umejitahidi, waachie hapa. Yoshua moja Mungu anasema, Yoshua, Musa mtumishi wangu amekufa. Sasa simama wachukue hao watu. Aise, Mungu afanye kitu bila mtu. Sawa? Amewatoa Misri kwa mtu. Anafikisha Kanaani kwa nani? Kuna mtu anakuhubiria injili, akimaliza kuhubiri injili anakukabidhi kwa mchungaji. Mungu asemi umeshaokoka wewe tayari. Hamna. Ukiokoka Mungu ana mpango mwingine mpya. Bwana asifiwe. Ulelewe kwenye wokovu. Sawa? Anahakikisha umefika Kanaani. Sasa ukienda